Habari yako, karibu tena. Leo unifuatilie hapa mwanafunzi wangu mzuri kabisa. Nikufundishe jinsi ya kubana hairstyle. Nifuatilie hapa taratibu. Somo letu la leo ni jepesi na zuri na wewe utaelewa kwa uzuri kabisa. Kipekee nipende kumshukuru Mungu, tumeweza tena kukutana kwenye darasa lingine. Jamani, hakika Mungu ni mwema. Basi, wewe ambaye ni mwanafunzi ni mgeni, ndo mara yako ya kwanza kunifuatilia, hakikisha una subscribe. Subscribe channel yetu kwa mafunzo mazuri sana. Tumeelewana eh? Basi, mahali ambapo tulipo ni Mbezi Beach Tankibovu. Mbezi Beach Tankibovu. Tumeelewana eh? Okay? Kwa upande wa nyuma hapa, tutapasua mstari wetu kama hivi ambavyo mwanafunzi wetu anapasua. Alafu ukishamaliza kupasua hivi, utazichana, alafu utazibana. Tumeelewana? Okay. Fuatilia hapa taratibu tu, utanielewa vizuri tu. Na wewe hii style hautaweza kushindwa mteja akija. Yaani tayari Marietha Beauty School tumekufundisha. Kwa hiyo na wewe akija mteja, huwezi kushindwa, inakuwa ni rahisi. Tumeelewana? Okay? Nipende kukuambia kwamba wewe ambaye ni mwanafunzi mgeni, usiache kusubscribe. Lakini pia wewe mwanafunzi ambaye unapenda sana kujifunza urembo, karibu Marietha Beauty School. Bado tunapokea wanafunzi. Na ada zetu pia ni nafuu sana na unaweza kulipa kwa awamu. Tumeelewana mwanafunzi wangu? Okay? Basi utazibana kwa upande wa nyuma kama hivi ambavyo mwanafunzi wangu anabana hapa. Alafu sasa ukishamaliza hizi za mbele nitakuja kukuonyesha kwamba tunazifanyia nini tena. Kwa upande wa nyuma hapa utakuwa na nywele yetu hii hapa ya afro twist. Sawa? Afro twist. Hii tutaanza kuicrochi kwa upande wa nyuma. Utacrochi kwa upande wa nyuma mpaka utakapoona sehemu zako zote za nyuma zimetoshea kwa kuweka hiyo crochet kama hivi. Utafanya hivi. Afro twist. Hii nywele inaitwa afro twist. Lakini ina staili nyingi. Lakini moja ya staili ni hii hapa. Tunaibana, itapendeza vizuri sana. Kwa hiyo tu kuwa mtulivu, angalia mwanzo mpaka mwisho na wewe utaondoka na kitu kizuri sana siku ya leo. Tumeelewana mwanafunzi wangu? Okay? Wewe ambaye ni mwanafunzi unatoka mkoani, usijali, hosteli zipo. Tena hosteli zetu ni nzuri na gharama yake pia ni nafuu sana. Sawa? Kwenye hosteli unapata maji, umeme, kitanda, godoro. Okay? Yaani wewe kwenye hostel utapaswa kuja tu na shuka, lakini chakula unapata kantini. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Basi endelea hapa kunifuatilia vizuri kabisa somo letu la leo na wewe utajua jinsi ya kuweka hii staili nzuri sana. Nimesema kwa upande wa nyuma hapa utazibana na ukishazibana utaanza kucrochi kama hivi ambavyo mwanafunzi wangu ana krochi hapa. Ukiwa na krochi hapa, hii krochi nzima nzima tu usiigawe, hapana. Wewe ichukue kama ilivyo, then ikrochi kisha funga kama hivi. Utafanya hivi kwa sehemu hii yote ya nyuma hapa. Basi, wewe ambaye ni mwanafunzi unajiuliza, jamani, mimi nikienda Marietha Beauty School nitajua? Ndiyo, mimi nakuhakikishia utajua kabisa. Na alafu ukishajua sio unaishia tu kujua. Marietha Beauty School tunakusaidia mpaka uweze kupata na kazi. Kwa hiyo umeona fursa ambayo ni nzuri. Wewe binti ambaye upo nyumbani, uelewe ufanye nini? Changamkia fursa hii hapa. Urembo kwa sasa ni ajira. Urembo kwa sasa unafanya vizuri sana. Tumeelewana? Kwa hiyo urembo unalipa. Kuwa mmoja wa watu ambao wanajifunza urembo na ufurahie hii talent. Ni nzuri sana. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Okay. Basi wakati mwanafunzi wangu anaendelea kukrochi hiyo sehemu yote ya nyuma hapo, nipende kukuambia kwamba wewe ambaye ni mwanafunzi unasema, jamani,
mimi sijawahi kufika hata Dar es Salaam, itakuwaje unatoka mkoani? Usijali, tupo sisi, tutakupokea vizuri kabisa. Hiyo ondoa hofu na mashaka kabisa. Tumeelewana? Okay? Lakini pia usisahau tunauza vifaa vya makeup vizuri. Seti zetu za makeup ni nzuri, hazichuji. Hata ukimpaka bibi harusi kwa mfano, unampaka kuanzia asubuhi mpaka jioni, hazichuji, ni nzuri. Kwa hiyo tuagize, hata kama uko mkoani, sisi tunakutumia kwa uaminifu mzuri kabisa. Kwa hiyo kuhusu vifaa vya makeup, suluhisho umeshapata Marietha Beauty School. Sawa sawa? Okay. Basi endelea hapa kunifuatilia mwanafunzi wangu, utagundua kitu kizuri, alafu ni rahisi sana. Hata mteja wako akija haelewi staili ya kufanya, unaweza ukamshauri staili kama hii hapa ambayo Marietha Beauty School tayari tumesha kufundisha. Tumeelewana? Okay. Endelea kuwa msikilizaji mzuri, endelea kuwa mfuatiliaji mzuri. Mwisho wa siku utaondoka na somo zuri sana siku ya leo. Tumeelewana? Okay. Basi wewe ambaye ni bosi unasema mimi jamani, nimeshahangaika kutafuta wadada wa saluni. Chukua namba hapo tucheki. Mimi nitakupea mdada ambaye ni mzuri, amesoma mafunzo yake ndani ya miezi 4 tu na amejua vizuri kabisa. Na imani ukimpata mdada kutoka Marietha Beauty School hutaka ujutie, kwani tunawafundisha vizuri sana. Yaani utaenjoy. Yaani ni wazuri, ni wanafanya kazi kwa weledi, yaani ni wazuri. Nikisema hivyo namaanisha. Tumeelewana? Basi nifuatilie hapa mwanafunzi wangu, kufundisha tena hii sehemu ya mbele. Umeona hii sehemu ya mbele iliyobaki? Tutaichana, then tutaibana. Tutaibana, tutaiwekea na jeli kidogo kwa mbele hapa. Tutaivuta vizuri kama hivi. Tutaivuta vizuri, alafu tutaiwekea na jeli kidogo. Usipende jeli nyingi, jeli kidogo tu. Mimi sipendi kuweka jeli nyingi kwenye nywele. Na ndio maana hata mafunzo yangu mengi sana utakuta natumia jeli kwa kiasi kidogo sana. Kwa ndo maanake na mimi napenda kukwambia kwamba usiweke jeli ambayo ni nyingi, weka kiasi kidogo tu. Utaona kama sisi ambavyo hapo tutaweka ni kiasi kidogo. Ina maana hata mteja akiamua kutoa hii style, ana uwezo wa kuchana nywele yake pasina hata kuosha. Umeona kiasi gani ambapo tunatumia jeli ndogo. Kwa hiyo na wewe mwanafunzi wangu, pendelea kutumia jeli ndogo ili nywele za mteja zisiwe zinakatika. Sawa? Okay. Kwa makeup nzuri kama hiyo ambayo mwanafunzi wetu amempaka mwenzie, ndio nimekwisha kukuambia pale. Tunauza nzuri, hazichuji. Sawa? Okay. Kwa upande wa mbele hapa utavuta kama hivi ambavyo mwanafunzi wangu anavuta hapa, lakini pia utatumia jeli kiasi kidogo kama hivi ambavyo mwanafunzi wangu anatumia jeli kidogo. Nikukumbushe pia mahali ambapo tulipo ni Mbezi Beach, Tanki Bovu. Chukua namba hapo. Wasiliana na sisi, tutakuelekeza vizuri na utafika. Masomo ambayo tunafundisha hapa, utajifunza makeup, utajifunza kusuka, utajifunza kubana style za kawaida, style za maharusi, utajifunza malemba, bila kusahau pia upishi wa keki tunao. Kwa hiyo wewe mwanafunzi ambaye unatamani kujifunza keki tu, darasa hilo pia lipo. Lakini wewe mwanafunzi ambaye unasema mimi nataka kusoma single course, bado hatuja kuacha nyuma. Tuna uwezo wa kukufundisha hiyo hiyo single course. Full course una uwezo wa kusoma, single course una uwezo wa kusoma, short course pia una uwezo wa kusoma. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Kwa hiyo hilo halina shaka, ondoa shaka kabisa. Wengi pia sasa hivi wanapenda kujifunza stitch peke yake. Hata darasa la stitch peke yake pia tunalo. Stitch utajifunza kwa 100,000 tu. Ndani ya wiki moja umeshaweza kabisa. Tumeelewana? Basi mwanafunzi wangu akiwa anaendelea kuzivuta hapo, unaona ambavyo anazipanga, kwa hiyo utajitahidi kuzipanga vizuri. Unaona tulivyotumia jeli ni kidogo tu, lakini nywele tayari imesha kubali na nywele tayari imeshakaa vizuri kabisa. Haina haja ya kutumia jeli nyingi. Tumeelewana? Okay? Kwa mbele hapa utazivuta kama hivi. Ukishazivuta kama hivi utazibana. Ukishazibana nakuja tena kukuonyesha sehemu ambayo inakuwa ni ya mwisho. Kwa hiyo endelea tu kuniangalia hapa. Kuna kitu utapata kizuri siku ya leo.
Tumeelewana mwanafunzi wangu eh? Okay? Basi wewe ambaye mwanafunzi una wasiwasi, nasema jamani, mimi huko najuaga watu wanaoendaga kusomea beauty wanakuwa wanaweza, wanakuwa na idea fulani. Nataka nikwambie wewe ambaye hata hujui kushika butu, tunadili na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo utajua, ondoa hofu ya kwamba mimi siwezi kwenda kwa sababu sijui. No, 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 no. Utajua, ndio maana tuko sisi walimu, tutakufundisha mpaka utajua kabisa. Na ahadi nzuri ambayo tunawaahidi wanafunzi wetu, ukishamaliza kusoma, swala la ajira liko mkononi kwetu. Kwa nini? Kwa sababu tunapigiwa na watu wengi wanawahitaji. Urembo, nimeshakwisha kukuambia, urembo kwa sasa unafanya vizuri sana. Tumeelewana eh? Yes. Kwa hiyo haina mashaka kabisa. Okay? Lakini pia wewe mwanafunzi ambaye unasema ya kwamba mimi hapa jamani, najua vitu vyote lakini kasoro malemba tu. Hata wewe pia hiyo fursa ipo ya wewe kusomea lemba tu. Inawezekana. Sio lazima usome vitu vyote. Hapana. Hata ukisema unataka kusoma lemba tu, tuna uwezo wa kudili na wewe. Tunadili na mtu mmoja mmoja mwenye ambaye anataka kitu kimoja. Kwa mfano, anasema mimi nataka kujifunza tu stitch. Inawezekana. Anasema mimi nataka kujifunza tu lemba. Inawezekana. Lakini pia akisema mimi nataka kujifunza sasa full course, huyo naye pia tunadili naye. Tumeelewana eh? Okay. Kwa hiyo sasa kwa mbele hapa utapanga hivi. Hizi ni baby hair wanafunzi wetu wanaweka hapa. Utaweka na wewe pia ili mteja azidi kupendeza vizuri zaidi. Sawa? Hakikisha unasubscribe channel yetu wewe ambaye ni mwanafunzi mgeni. Lakini nikwambie pia kitu kingine. Wewe mwanafunzi ambaye unasema jamani, mimi sijui kusuka style fulani, ningependa Madam Marietha unifundishe. Naomba niandikie pale kwenye sehemu ya comments kwamba Madam Marietha, naomba unifundishe nywele fulani, na mimi nitakufundisha kwa weledi kabisa. Kwa hiyo umeona upande wa mbele hapa tutatengenezea nywele nyingine na kibanio kama hivi. Alafu tutakuja kuibana hapa. Umeona kule kwenye upande ule wa mbele hivi tutaibana hapa. Ukiwa unabana hapa unaigeuza, unaibania kwa mbele, usiibanie kwa nyuma. Kwa sababu ukibania kwa nyuma haikai vizuri. Kwa utaileta, utaibania kwa mbele kama hivyo ambavyo mwanafunzi wangu anaibania kwa mbele hapo. Tumeelewana? Yes, fanya hivi, utapata muonekano mzuri sana. Ndiyo. Kwa hiyo sasa, wewe ambaye unasema kwamba jamani, mimi hapa sijui kushika hata butu, hilo nimekuambia usiwe na hofu nalo. Sawa sawa eh? Unaweza kaona hii kazi ni nzuri, ni njema. Mwanafunzi amefanya kitu kizuri na ameweza kabisa. Basi bye bye, karibu tena kwa mafunzo yangu mengine.